Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, na kusalimu katika jina la Yesu, jina zuri lipitalo majina yote. Wakati huu nakuja mbele zako, majina yangu naitwa mchungaji Albert Sindondwa, ni mchungaji wa kanisa la EAGT Monduli mjini Arusha, Tanzania. Na kuletea ujumbe ambao ni wa muhimu sana. Na ujumbe wa leo unaitwa mwogope Mungu aliyekuumba. Mwogope Mungu aliyekuumba. Mungu ndiye aliyetuumba. Kama kuna mwanadamu atabisha, labda atakuwa hana akili nzuri, lakini Mungu ndiye aliyetuumba. Mungu ndiye aliyetuumba. Nasoma katika kitabu cha Injili ya Luka sura ile ya 23 mstari wa 39 hadi ule wa 43. Biblia inasema, samahani, nianze mstari wa 33 ili tupate maana nzuri hadi ule wa 43. Biblia inasema ya kwamba, na walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kura. Watu wakasimama wakitazama. Wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiye mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Mstari wa 40 ndipo kwenye kiini cha ujumbe au kichwa cha ujumbe, mwogope Mungu aliyekuumba. Lakini yule wa pili, mstari wa 40, sura ya 23, sasa niko 40 mstari. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe ukatika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi au paradiso. Mwogope Mungu aliyekuumba. Watu wengi hawamwogopi Mungu aliyewaumba. Wanafanya mzaha
wanafanya mzaha. Yesu ninayemleta kwako alisulubiwa kwa ajili ya dhambi zetu, dhambi ya kwangu na ya kwako, alisulubiwa. Na Yesu ninayeleta kwako injili hii ya Yesu iliyo kamili, Yesu ninayemhubiri, Yesu ni Mungu. Mstari wa 40 Luka 23:40, huyu alikuwa mwivi au jambazi aliyekuwa amesulubiwa pamoja na Kristo Yesu. Yesu hakukosa, hakuwa mtuhumiwa, wala hakuwa na kesi ya jinai. Yesu alikufa kwa ajili ya maovu yetu. Yesu ni Mungu. Anathibitisha huyu jambazi sugu. Katika mstari wa 40 anasema, lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe ukatika hukumu hiyo hiyo? Anasema huyu mwivi aliyesulubiwa. Yesu msalaba wake ulikuwa katikati. Kushoto na kulia kulikuwa na misalaba ya wale wanyang'anyi. Walisulubiwa, walihukumiwa kwa kesi ambazo walikuwa wamevunja sheria. Kwa hiyo wakahukumiwa kunyongwa. Kifo cha msalaba kilikuwa ni kifo cha watu ambao wamehukumiwa adhabu ya kufa kwa sababu ya makosa ya uhaini, makosa mbalimbali, leo tungesema ya jinai, au makosa yale ambayo kisheria kuna sheria ambayo mtu akifanya kosa la namna hilo anahukumiwa kifo. Na hata kwenye sheria zetu mtu akifanya kosa la uhaini adhabu yake ni kifo. Na mtu kama huyo ambaye alihukumiwa kifo kwa wakati ule, kifo chenyewe kilikuwa ni cha kutundikwa kwenye msalaba au mti. Kwa hiyo hawa wahalifu wawili, mmoja mkono wa kulia, mmoja mkono wa kushoto, walikuwa na kesi hizo ambazo ziliwapasa wahukumiwe kifo kwa yale walioyatenda. Lakini tunaposoma mstari huu wa 40 Luka 23, kitabu cha Daktari Luka 23 mstari wa 40 anasema, lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe umwogopi hata Mungu? Nawe ukatika hukumu hiyo hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kumbuka, huyu anayeongea ni mtuhumiwa ambaye alihukumiwa kifo cha kupigwa na kuteswa, kutundikwa msalabani kama Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini yule mwingine alimtukana Yesu akiwa na yeye msalabani. Leo nauelezea msalaba wa katikati, msalaba wa Yesu uliotukomboa, msalaba ambao umefanya leo tuwe huru. Ni Mungu mwenyewe aliamua kutupenda
aliamua kutupenda. Ndio maana anasema mwogope Mungu aliyekuumba, aliyemtuma mwana wake wa pekee ili aichukue dhambi ya ulimwengu, atuondoe kwenye mateso, kwenye utumwa wa dhambi, atufanye kuwa huru. Na Yesu sasa akawa amenyamaza kimya, wakawa wanajibizana kati ya yule mhalifu na mhalifu mwenzake. Yule mhalifu wa kwanza hakumwogopa Mungu, akasema, Biblia inasema, na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako basi na sisi. Ilikuwa ni dhiaka, maana walitangulia maaskari wa Kirumi, walimdhihaki. Yesu Kristo alinyamaza kimya. Walimdhihaki kwa maneno mabaya, kama uliokoa wengi, shuka na wewe msalabani, jiokoe. Na huyu ambaye alitungikwa pamoja na Yesu, yule mhalifu, na yeye akatukana, akasema, wewe si Kristo, jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akasema, hapana, unafanya vibaya, humwogopi hata Mungu. Sisi adhabu hii tunayoitumikia tunalipwa malipo tuliyoyafanya, lakini huyu Kristo hakutenda kosa lolote. Na mimi nakuambia, Kristo hakuwa na hatia yoyote, hakuvunja sheria yoyote ya nchi. Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya kutukomboa. Kristo hakutenda kosa lolote, ndio maana anaitwa mwana kondoo wa Mungu asiye na hatia, asiye na waa, aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yeye alikuja ili kuichukua dhambi ya ulimwengu. Lazima huyo tumuogope, tumuheshimu, tumkubali, tukubali kazi kubwa aliyoifanya Calvary. Ninapoikumbuka Calvary, ndipo ambapo tulipata ukombozi. Na huu ukombozi tumekombolewa kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Na Yesu Kristo alijitoa nafsi yake, alikubali kutumwa na Baba yake ili kutukomboa kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Dhambi ilitawala dunia. Dhambi ilitawala kwa wanadamu. Hakukuwa na namna yoyote ya kujinasua kwenye dhambi. Bila kifo cha Yesu, tungekuwa mpaka leo tunatumikishwa na dhambi. Dhambi ni mikosi, dhambi ni baraa, dhambi ni utumwa. Yesu ilibidi aje, azaliwe Bethlehemu ya Uyahudi. Alizaliwa, akakuwa. Alipofika miaka 30, akabatizwa katika mto Jordan, na alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Alipobatizwa Yesu Kristo, akaongozwa na Roho Mtakatifu mpaka nyikani au mlimani, akafunga na kuomba maombi ya siku 40, mchana na usiku hakula kitu. Na alipotoka mlimani, alianza moja kwa moja huduma ya Injili. Yesu ni mwasisi wa Injili. Yesu ni Mwokozi. Yesu anaweza. Yesu anaponya. Akahubiri kwa muda wa miaka 3.5.
alipohubiri injili iliyoleta mapinduzi makubwa katikati ya giza. Watu walikuwa gizani, watu walikuwa wamekamata sheria tu, hawana Mungu ndani yao, hawana uzima ndani yao. Walisoma Torati ya Musa, haikuwasaidia. Walivaa na vibao vya sheria au Torati, hazikuwasaidia. Siku moja wakamleta mwanamke ambaye amefumaniwa na dhambi ya zinaa, uzinzi. Wakampeleka kwa Yesu kwa sababu walishika sheria. Wakasema, Bwana Yesu, huyu tumemfumania anazini, kwa hiyo sheria inatuambia apigwe mawe mpaka afe. Yesu akawaangalia mioyoni mwao, wameshika sheria lakini watenda dhambi, wameshika Torati lakini ni wazinzi. Yesu akawaambia hivi, asiye na hatia awe wa kwanza kumpiga mawe huyu mwanamke. Biblia inasema Yesu akainama chini akaanza kuandika. Bila shaka alikuwa anaandika, kila mmoja aliyekuwepo pale anaandika jina lake. Anamwambia, wewe jana ulifanya 1, 2, 3, hukukamatwa tu. Lakini kwa nini wamemleta mwanamke anayezini, hawajamleta yule mume aliyezini naye? Kwa hiyo pia kulikuwa na namna fulani ya kuonea, kulikuwa namna fulani ya kupendelea. Yesu hana upendeleo, ana hukumu kwa haki. Akasema hivi, aliye ambaye hana hatia moyoni mwake awe wa kwanza kumpiga mawe. Dhamiri zao zikawasuta, maana walijaa uovu. Alipoandika chini, wote walikimbia, kwa sababu sheria hiyo na wenyewe ingewahusu, wangepigwa mawe. Walimwonea yule mwanamke kwa sababu walimkamata, walimfumania. Lakini wengine wamefanya dhambi za siri. Kama unavyofanya dhambi za siri, hujakamatwa, lakini Mungu amekuona. Biblia inasema ya kwamba Yesu akamwambia mwanamke, wako wapi washtaki wako? Akasema, hawapo. Akasema, enenda zako, usitende dhambi tena. Na nena habari za Yesu Kristo ambaye alikuta sheria za wanadamu, alikuta Torati, watu wamekamata sheria, akaanza kuwafundisha kwenye masinagogi yao. Hawamwelewi, wanaona ni mtu amekuja kuleta utaratibu mwingine. Kama injili inavyohubiriwa, mara nyingine huelewi. Mara nyingine mtu mmoja akasema, walokole hawa wanatupigia kelele, hawana utaratibu. Na wachukia, unawachukia bure. Wana wa Mungu, watumishi wa Mungu wanaohubiri injili, wanaleta neema katika nchi, wanaleta baraka katika mji. Injili inapohubiriwa ni uzima kwa watu, ni uponyaji, ni uponyaji. Ndio maana injili ya Yesu imeambatana na uponyaji, kuwaponya watu kwenye maangamizi, kuwatoa kwenye utumwa wa dhambi. Na ndicho kilichomleta Yesu duniani. Akahubiri injili, wakatafuta kumuua, mara nyingine wakatafuta kumpiga mawe, hawakuweza, kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu na alijua mawazo yao. Wanawaza mabaya, hawataki mambo mema, hawataki kusikia injili ya kweli. Wamejaa moyoni mwao mambo maovu, wanawaza maovu, wanawaza kumuua Yesu, wanawaza kumwangamiza Yesu. Na Yesu Kristo akaendelea kuwafundisha, akaendelea kuwaambia, akaendelea kuwahubiria habari za ufalme. Aliwaponya wagonjwa kwa miaka hiyo 3.5. Wagonjwa wao waliponywa na wengi wao wakamwamini. Lakini Mafarisayo na Masadukayo waliipinga injili ya Yesu. Mafarisayo na Masadukayo walikuwa na itikadi tofauti, lakini walikuwa wanapatana
wanakuwa kitu kimoja, wanaunda umoja wao, pamoja na kuwa na itikadi tofauti za imani. Walikuwa wanaunganisha nguvu ya pamoja kwa ajili ya kumpinga Yesu. Maana Masadukayo walikuwa hawaamini kwa habari ya kiama na ufufuo. Walikuwa hawaamini kwa habari ya kiama, walikuwa hawaamini. Lakini Mafarisayo walikuwa wanaamini. Kwa hiyo walikuwa wanatofautiana, lakini walikuwa wanampinga Yesu. Mafundisho yao wanaungana pamoja kumpinga Yesu. Yesu akawafundisha, Yesu akawaelewesha, Yesu akaponya wagonjwa, akafufua wafu. Ukisoma neno la Mungu katika kitabu cha Yohana sura ile ya 11, Yesu akamfufua Lazaro. Biblia inasema sura ya 11, Injili ya Yohana 11:17, basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4, na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri ya maili mbili hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariam ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariam alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwepo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa hata milele. Je, unasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariam faragani, akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia, aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwapo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata, huku wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungelikuwepo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona alilia. Alipomwona analia, na wale Wayahudi waliomfuatana naye nao wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mumemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo patazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalia jinsi alivyompenda. Bali wengine wao walisema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Ukiendelea kusoma utagundua hawa Wayahudi baada ya Yesu kuendelea, nimesoma kuanzia ule mstari wa 17 mpaka ule ukiendelea mstari wa 38, anasema basi Yesu hali akiugua tena
nafsini mwake. Akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Marta dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa unanisikia, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Wapate kusadiki ya kwamba ndiye uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni, mkamwache aende zake. Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu kuyaona yale aliyoyafanya wakamwamini, lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo wakawaambia aliyoyafanya Yesu. Hawa walioenda kwa Mafarisayo walienda na moyo mbovu wa wivu. Kwa nini Yesu amemfufua Lazaro? Wewe fikiria, mtu amekufa, wanaona wivu kwa nini amemfufua. Ukisoma sura hiyo, Yohana sura ya 12 mstari wa 9, ndipo utakapojua kwamba mwanadamu bila Yesu, bila wokovu ni bure. Roho ya dini inawatesa watu. Ukumbuke ya kwamba dini haina sehemu katika ufalme wa mbinguni. Dini ni utaratibu tu uliowekwa, mara nyingine umewekwa na serikali ili kila mmoja atambulike kwa dini yake, lakini kule mbinguni hakuna kitu kinachoitwa dini. Naomba uelewe vizuri, kule mbinguni hakuna kitu kinachoitwa dini, na hakuna dini iliyokufa msalabani kwa ajili yako. Aliyekufa msalabani ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mwogope huyo Mungu aliye mkuu. Mwogope Mungu aliyekuumba. Huyo ndiye utamkuta mbele ya safari yako. Muamini huyo. Dini haiko mbinguni. Hakuna dini ambayo iliteswa msalabani kwa ajili yako. Hakuna mchungaji aliyeteswa msalabani kwa ajili yako. Hakuna kiongozi yoyote wa kiroho aliyeteswa msalabani kwa ajili yako. Hakuna yoyote aliyeteswa msalabani kwa ajili yako. Na kuletea Mungu mkuu aliyeteswa msalabani kwa ajili yako. Na kuletea Yesu Kristo aliyeteswa kwa ajili yako. Mafarisayo wakampinga, hata kwa mazuri wakampinga. Kwani Yesu alikosa nini jamani? Kwani Yesu aliwakosea nini? Mbona aliponya wagonjwa wao? Mbona alifufua wafu? Mbona aliwafanya vipofu waone? Yesu alikosea nini hata wampigilie msalabani, wamdhalilishe kiasi kile? Hakukosa kitu. Ni kwa ajili ya dhambi zetu, dhambi za ulimwengu ndizo zilizompeleka Yesu msalabani. Biblia inasema katika Yohana 12 mstari ule wa 9, basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko,
Nao wakaja si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamuone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Na wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye. Maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Yaani mtu aliyetendewa muujiza na Yesu hawana ufahamu wa kwamba huyu Lazaro anaishi kwa muujiza, wanataka wamuue. Narudia Yohana 12, nianze mstari ule wa kwanza ili tuelewe vizuri. Paka ule wa 11. Biblia inasema basi siku ya 6 kabla ya Pasaka, Yesu akafika Bethania alipokuwapo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akamtumikia, na Lazaro alikuwa mmoja wapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Ilikuwa karamu wapendwa. Mstari wa 3, basi Mariamu akatwaa latri ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake, nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Basi Yuda Iskarioti, mmoja wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye kumsaliti, akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye alisema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Basi Yesu alisema, mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu, kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote. Mstari wa 9, basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wengi wakaja, si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamuone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Muujiza wa Lazaro kufufuka uliwafanya baadhi ya Wayahudi kumwamini Yesu. Wayahudi wakaingiwa na wivu, wakataka wamuue na Lazaro pia, kwa sababu kupitia yeye Lazaro aliyefufuliwa, aliyekuwa kaburini siku 4, Yesu akamfufua. Wakaona huyu ndiye sababisho ya watu wengi kumwamini Yesu. Hiyo ni roho ya shetani, roho ya ibilisi ya kumkataza mtu kuokoka, sio roho ya Mungu. Mwache mtu aokoke, amechagua uzima. Mtoto akiokoka, mzazi usimkataze aokoke, mwache aokoke, maana amepata uzima. Kichwa cha ujumbe, mwogope Mungu aliyekuumba. Anatisha huyu Mungu na ana upendo juu ya maisha yako. Alikuja duniani kwa ajili ya kutukomboa. Nirudi katika ile Luka, yule mhalifu ambaye alisema maneno mazuri ya uelewa kwamba wewe umwogopi hata Mungu. Yule mhalifu alitumia nafasi vizuri, akasema, Bwana Yesu nikumbuke.
katika ile Luka, kama nilivyosoma Luka ile 23 yule wa pili mstari wa 40. Kamata sana huo mstari, kiwezekana upigie mstari katika ujumbe huu, mstari wa 40, Luka 23 mstari wa 40. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe umwogopi hata Mungu? Wewe ukatika hukumu hiyo hiyo, nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunayapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha mstari wa 42, kisha akasema, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu, neno hili ni neno kubwa. Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu, unikumbuke. Kila mmoja mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, neno hili liwe kwako leo. Mwambie, Yesu, unikumbuke. Unikumbuke leo. Yesu akukumbuke leo. Yule mwivi, yule mnyang'anyi wa msalaba usio wa katikati, msalaba wa pembeni, akasema, Yesu, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu Kristo akamjibu kwa haraka. Yesu akamwambia, amini nakuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi, utakuwa pamoja nami paradiso. Mwenzetu akapata neema pale pale, lakini alitumia nafasi vizuri. Itumie nafasi vizuri. Kwa nini nasema alitumia nafasi vizuri? Alitumia nafasi vizuri kwa kujieleza na kumwamini Yesu Kristo akiwa kwenye mateso, anateswa kwa ajili ya malipo ya dhambi alizozifanya, kwa ajili ya yale aliyoyatenda. Yesu Kristo hata yupo msalabani, bado anawaokoa watu, bado anakuokoa na wewe, bado anakutafuta na wewe. Yule mnyang'anyi wa upande wa msalaba wa pembeni alipata neema hiyo. Hivi ninavyoongea yuko paradiso. Yule ambaye alimtukana Yesu yuko kuzimu. Ninavyoongea hivi alishakombolewa huyo ambaye alisema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Maana alijua kabisa muda huu ni dakika za mwisho. Hizi dakika nazitumia vizuri. Tumia vizuri muda wako, usipoteze muda wako. Yesu anakupenda. Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako. Yesu aliteswa mateso ambayo hayaelezeki. Alikufa kwa ajili ya maovu yako. Mara nyingine umeangalia hata filamu ambazo wameigiza watu, wale ni wanadamu tu, hawajaigiza kama Yesu alivyoteswa. Yesu aliteswa, Yesu aliumizwa, Yesu alidhiakiwa, Yesu alipata mateso, damu yake ilimwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Nami natangaza leo ya kwamba damu ya Yesu bado ni mbichi, bado inanena mema juu ya maisha yako. Ana uwezo wa kukuokoa, kukuhamisha kwenye mauti, kukuingiza kwenye uzima. Hakuna kitu ninachokifurahia kama nguvu ya msalaba, nguvu ya Kalvari, neema ya Mungu ambayo ameiachia kwetu. Tulikuwa wafu kwa ajili ya dhambi, lakini kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Sikiliza. Msalaba wa Yesu. Wimbo mmoja kwenye Tenzi za Rohoni anasema, msalaba ndio asili ya mema, nitatua mizigo huko, nina uzima. Msalaba wa Yesu Kristo ni alama ya ushindi. Ni alama ya ushindi. Ni alama ya ushindi.
Mwimbaji anasema sioni haya kwa Bwana, kwake nitang'ala, mti wake sitakana, ni neno imara. Msalaba, msalaba, msalaba ndio asili ya mema. Lakini katika Thesalonike namba 45 nasema mtazame huyo aliyeangikwa juu, hivi sasa upate kuishi. Upate kuishi kama mwana kondoo. Hakuondoa dhambi na makosa yako maovu. Kama deni zetu zote hakulipa, mbona imemwagika damu? Kama hakulipa deni lako, mbona alimwaga damu yake kwa ajili ya ondoleo la dhambi? Alafu anasema usiwe na shaka, Mungu amesema, hakuna alilolisaza. Hapo alipokuja huyu mwanaume alitimiza kazi zote alizozianza. Moja wapo ni kukuokoa wewe na mauti. Usiwe na shaka, Yesu alimaliza. Ndiyo maana anasema mwogope Mungu aliyekuumba, mheshimu Mungu aliyekuumba, mwabudu Mungu aliyekuumba, usiabudu miungu mingine. Yupo aliyekuumba, ambaye gharama ya maisha yako anayajua yeye. Shetani hana huruma na wewe kwa sababu yeye si aliyekuumba. Shetani hana huruma na maisha yako, anaweza kukutesa apendavyo kwa sababu sio baba yako. Aliyekuumba ni Mungu, aliyekuleta duniani ni Mungu. Wewe ni sura ya Mungu, wewe ni mfano wa Mungu, wewe ni fotokopi ya Mungu. Mwogope huyo Mungu. Kumwogopa maana yake ni kumcha, kumwabudu, kunyenyekea mbele zake, kujitoa kwenye kazi yake. Iwe mvua, liwe jua, uwe usiku, uwe mchana. Ndio maana tunamtumikia tukiwa mbele zake. Sisi tu watumwa tu, tunatumika, tunajitoa, tunahubiri Injili, tunamwabudu, tunamtolea sadaka, tunatoa kwake na mafungu ya 10 kwa sababu ndiye aliyetuumba na ameagiza. Tunamtii yeye. Na nikuambie mtu wa Mungu, acha kutii wanadamu. Wanadamu, mtu mmoja alimba alisema, wanadamu wana maneno lakini Mungu analo neno. Analo neno la kukufariji, analo neno la kukuinua. Usiwasikilize. Mwimbaji akasema, mmoja akasema, msikilize Mungu, acha kusikiliza wanadamu. Ukisikiliza wanadamu utapotea. Maana wanadamu wanaweza kukuambia wala hata fungu la 10. Nimewasikia wengine wanahubiri fungu la 10 usitoe. Huyo ni mwanadamu. Lakini Mungu ameagiza, leteni zaka kamili. Hilo ni neno la Mungu, sio neno la mchungaji, sio neno la askofu. Ni neno la Mungu na litabaki kuwa la Mungu. Huwezi kulifuta neno la Mungu. Na wewe unayehubiri uongo, utakutana na Mungu. Maana huwezi kufuta maneno ya Mungu. Mungu atabaki pale pale, hata ufanyeje, hutafuta maneno ya Mungu. Ndiyo maana uwe makini kusikiliza. Ninakueleza habari za Yesu Kristo, Mungu mkuu, mfalme wa falme, mwana wa Mungu aliye hai. Nina ujasiri wa kunena habari zake. Yeye ni Mungu mkuu. Ukiona na ubiri Injili hii ya kwamba Yesu ni Mungu nakasirika, ujue una shida rohoni. Yesu utambadilisha. Ni Mungu, na mbele ya safari utamkuta ndiye mhukumu. Alitabiriwa zamani na manabii wa kale. Isaya anatabiri habari zake. Anatabiri habari zake nabii Isaya anatabiri habari zake. Anasema
Isaya sura ile ya 9 mstari wa 6. Maana Isaya anatabiri, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu. Yesu ni mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani, mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake kuthibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa hata milele. Haleluya! Ninayemleta kwako ni mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu. Alitabiriwa ikaja kutimia katika agano jipya la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ukimwamini huyo utafika salama. Mungu ana uwezo mkubwa wa kukubadilisha maisha yako yawe salama, ujana wako upite salama, uzee wako uwe uzee mwema. Na ili hayo yatokee, mwamini Yesu uokoke, maisha yako yawe salama. Mwamini Yesu. Kazi yako Bwana ibariki. Mwamini Yesu. Kimwamini Yesu, mambo yako yatakaa vizuri. Mwimbaji mwingine akasema, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo yanakuwa sawa. Mwamini Yesu. Mkubali. Ukimkubali utakuwa salama. Alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, akaondoa maovu yote, akafuta dhambi zote za wanadamu. Kila naye kuja kwake sasa anasamehewa dhambi. Ngoja nikwambie, napokaribia karibu namaliza, nikueleze kwamba kabla ya Yesu ilikuwa ni vigumu sana kuingia patakatifu, kusamehewa, kufutiwa dhambi. Ilikuwa ni vigumu sana. Ilikuwa ni vigumu mno. Yesu alipokuja, aliiondoa dhambi isitawale tena kwa mwanadamu. Akaiondoa, nasema aliiondoa dhambi isitawale tena kwa mwanadamu. Na wewe ukiokoka hautatawaliwa na dhambi tena, maana alimaliza Calvary. Alikuwa anaingia kuhani mkuu mara moja kwa mwaka ili kufunika dhambi, sio kuondoa, kufunika dhambi, kuwa miliki yake. Yesu akaingia kuzimu, akamnyang'anya, akafuta ile hati iliyokuwa inatushtaki, akaiondoa isiwepo tena. Akaiondoa kwako mwanamke, isiwepo tena hiyo hati ya mashtaka iliyokuwa inakuhukumu kwamba wewe ni mwenye dhambi. Haipo tena. Ukimwamini Yesu unakuwa huru kabisa. Biblia inasema katika Warumi sura ile ya 8, Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza, kitabu cha Warumi
Hebu nisome haraka haraka, alafu nikuombee sasa hivi umuone Mungu aliye hai. Warumi sura ile ya 8 anasema, Warumi sura ya 8 anasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha uhuru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Tumewekwa uhuru kwa kufa kwake msalabani. Tuko huru kwa kufa kwake msalabani. Mwanadamu uko huru, usidanganywe na shetani. Njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu, njoo kwa Yesu. Kipindi hewani ni kimbilia kwa Yesu. Kimbia, kimbia, kimbia. Ikimbie dhambi, kimbie dhambi. Mwamini Yesu, mwamini Yesu, mwamini Yesu, mwamini Yesu aliyetumwa na Baba yake kuja kukomboa ulimwengu. Kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwaminie, atakayemwamini hata leo atakuwa na uzima wa milele. Hutapotea wewe, hutapotea wewe, hutapotea wewe. Hebu endelea kujisemea mwenyewe kwamba sitapotea, sitapotea, sitapotea. Wewe ni huru, wewe ni huru. Natangaza uhuru kwako, natangaza amani kwako, natangaza uzima kwako kuanzia sasa. Usiteseke na dhambi tena. Nataka nikuombee, nataka nikuombee, nataka nikuweke mbele za Mungu. Mungu akusaidie uwe na maamuzi yaliyo sahihi ya kumkubali Yesu aingie ndani ya moyo wako. Hakuna hukumu juu ya walio katika Kristo Yesu. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Ukijua maandiko ni raha, hutadanganywa. Wengine wanasema umelaniwa, una laana za ukoo za babu yako. Kizazi cha ngapi ulilaniwa, kwa hiyo ukombolewe. Mtu akikuhubiri injili ya namna hiyo, mwambie basi kama una uwezo wa kukomboa, mwaga damu. Maana aliye mwaga damu Yesu alitukomboa. Alitukomboa jamani, alitukomboa. Alinikomboa hata mimi, alinikomboa mimi Albert Sindondwa jamani. Yesu ana uwezo wa kukukomboa hata wewe. Alikukomboa na kukomboa kutoka kwenye dhambi. Ukimwamini damu yake bado ni mbichi, utakombolewa kwa damu yake, sio kwa damu ya wanyama tena, sio kwa damu ya wanyama, sio kwa damu ya mbuzi. Ndio maana sisi hatufanyi matambiko. Yesu alifanya tambiko moja pale msalabani na damu yake bado ni mbichi. Hilo tambiko lake lilikuwa kabambe pale Kalvari. Lilipomwagika damu yake, hilo ni tambiko, linaleta baraka, linaleta baraka. Ndio maana tukiita jina la Yesu tunaponywa, tukiita jina la Yesu tunabarikiwa, tukiitwa jina la Yesu tunatendewa miujiza, miujiza, miujiza ya kweli. Upokee kwa jina la Yesu. Nataka nikuombee. Nataka nikuombee wewe ambaye uko tayari kumwamini Yesu kama yule mhalifu wa msalabani, msalaba wa pembeni. Nimenena msalaba wa Yesu ulikuwa katikati, yule wa pembeni, mwingine kulia, mwingine kushoto. Mwingine alimtukana Bwana Yesu, lakini mwingine alisema, wewe humwogopi hata Mungu. Mwogope Mungu basi. Mwogope Mungu, mtu wa Mungu. Mwogope Mungu, anatisha. Mwogope Mungu, Mungu aliye hai. Hata kama umefanya uhalifu, leo una uwezo wa kuokolewa. Yesu atakuokoa. Hata kama uko gerezani, ulihukumiwa kifo kwa ajili ya mambo uliyoyafanya, leo mwamini Yesu. Mwamini Yesu. Mwamini Yesu. Baba mmoja alipofika gerezani akamwamini Yesu huko. Leo hii ninavyoongea ni mhubiri wa injili na ni mchungaji. Aliokokea gerezani. Alipofika gerezani akakutana na wahubiri, watumishi wa Mungu kule magerezani, wanahubiri injili kama nayohubiri. Akamwamini Yesu. Alipomwamini Yesu, Mungu akamfanyia wepesi. Akatoka gerezani kwa msamaha akatoka. Leo hii ni mtumishi wa Mungu. Nataka nikwambie na wewe unayenisikia, uko kwenye gereza la dhambi,
unasumbuka na dhambi na kutesa. Nimepata simu nyingi, mwingine akaniambia, mchungaji, nateswa na ulevi, sitaki kulewa, nakuta tu nguvu fulani inanisukuma kwenda kulewa, kuiba. Hilo ni nguvu ya giza. Leo dawa yake ni kumwamini Yesu. Damu ya Yesu itakusafisha. Rudia maneno haya, wewe ambaye uko tayari kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe maovu yangu yote. Wakati unaendelea kuongozwa hii sala ya toba, weka mkono wako kwenye moyo wako. Sema, nisamehe Bwana, nitakase, sitarudi dhambini tena. Liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa nimeokoka. Amen. Na kuombea. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtazamaji wangu wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM ambao wamefuatilia mahubiri haya ya kipindi cha Kimbilia kwa Yesu. Na kushukuru Bwana kwa kuwa wametii na wameamua kuokoka. Na sasa Bwana, na wakabidhi kwako. Uwalinde, uwaponye, uwalinde na yule mwovu. Neema yako iwe pamoja nao kwa jina la Yesu. Na kuombea wewe uliye mgonjwa, uponywe kwa jina la Yesu. Weka mkono mahali unapoumwa. Kama ni ugonjwa, weka mkono mahali unapoumwa. Kama ni shida nyingine, weka mkono wako kwenye moyo wako. Napoendelea kuomba katika jina la Yesu, nguvu za Mungu zitapita hapo ulipo. Haijalishi umeumwa kwa muda gani, Mungu atakuponya leo. Naomba kwa unyenyekevu mkubwa, Mungu mkuu, naomba upite kwa wasikilizaji na watazamaji wa Sibuka TV na Lindi FM. Bwana, ukutane na mahitaji yao. Walio wagonjwa waponywe, uponywe kwa jina la Yesu. Uponywe magonjwa. Nguvu ya uzima ingie hapo ulipo. Nami kwa mamlaka ambayo Mungu amenipa, ninavunja roho zote za giza, mapepo, magonjwa yote yang'oke kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema katika Zaburi ya 103 mstari wa 3, akusamehe dhambi zako zote, akuponya magonjwa yako yote. Uponywe, uwe huru kwa jina la Yesu. Amen. Mpendwa mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, na kushukuru sana kwa kufuatilia mahubiri haya katika kipindi kizuri cha Kimbilia kwa Yesu. Ni mimi ndugu yako mtumishi wa Mungu, mchungaji Albert Sindondwa, mchungaji wa kanisa la EAGT Monduli mjini Arusha, Tanzania. Napenda kupongeza wewe ambaye umeokoka. Hongera kwa kuokoka. Na baada ya kuokoka kuna hatua ya kukulia wokovu. Biblia inasema kama watoto wachanga mliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Na wewe uliyeokoka, tafuta kanisa zuri linalohubiri habari za wokovu, kanisa la kiroho. Jitambulishe hapo, endelea kumpenda Yesu. Na wale ambao mnapatikana Monduli, na wakaribisha katika kanisa letu la EAGT Monduli mjini. Pale Monduli tuko maeneo ya Sabasaba, kitongoji cha Sabasaba, karibu na soko la Jumapili. Ukiuliza tu kanisa la EAGT lililo karibu na soko la Jumapili Sabasaba, utakuwa umefika. Tunakukaribisha sana. Mungu akubariki. Namba zangu za simu ni 0755 41 95 10, 0755 41 95 10. Mungu akubariki.
AGT. Sibuka TV.